Wapendwa wafuasi na watazamaji Mgabo Foundation Media, napenda ni wakaribishe katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na nikiwatakia amani ya Mungu iwe pamoja nanyi pamoja na wapendwa wenu wote. Wakati huu ninataka ni wakaribishe kwenye channel yetu Mgabo Foundation Media, na mimi ninayewakaribisha ninaitwa Askofu Mstaafu Mugabo Evarista. Ninawapenda. Alafu nataka kuwaeleza kwamba kipindi kilichopita tulikuwa tukitumia lugha ya Kinyarwanda kwenye mafundisho yetu na mazungumzo yetu. Sasa tumefungua program ya kufundisha na kutoa ushauri na mazungumzo kwenye lugha mbili, lugha ya Kinyarwanda na lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo tunawakaribisheni ninyi nyote mnaopendelea kusikia na kufuata mafundisho yetu kwenye lugha ya Kiswahili. Haya yatasaidia watu jirani zetu kutoka Tanzania, kutoka DRC Congo Mashariki, na wengine wote wanaosikia lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo tunataka tuwape karibu sana, tuwakaribishe sana, na tutafurahi kuwa pamoja nanyi mtakapokuwa mkifuatilia na kuelewa mafundisho yetu kwenye lugha mnayoweza kuisikia. Leo hii nataka niwaambie kwamba channel hii lengo lake kubwa ni kutoa mafundisho na ufahamu kuhusu utumiaji wa bangi, hasa kwa vijana wetu ambao wamejikuta katika mtego wa uvutaji wa bangi pamoja na utumiaji wa pombe nyingi kiasi cha kupindukia, kiasi kwamba huwa zinawabadilisha hata mawazo yao yanabadilika na wanabadilisha mienendo yao kiasi kwamba hawawezi kuwa na mwelekeo thabiti tena. Hili ni tatizo kubwa kwenye familia zetu karibu ulimwengu mzima. Kwa hiyo Mgabo Foundation Media imechukua uamuzi huu wa kutoa mafundisho haya ili tuweze kusaidia vijana wetu, ili tuweze kuwaokoa katika janga hili la utumiaji wa bangi. Vijana wengi wanaharibika. Vijana wengi sasa inaonekana hawana mwelekeo hasa wa kujifahamu. Wameanguka katika mtego huu ambao kwa kweli umeathiri familia zetu. Kila sehemu unakokwenda watu, wazazi wanalia. Ni kilio kikubwa sana. Si hao tu, kuna hata watu wakubwa ambao wana familia, nao baadhi yao utawakuta kwenye mtego huu wa uvutaji wa bangi na utumiaji wa pombe kiasi cha kupindukia, ambavyo vinakuwa ni chanzo cha kubomoka au kuvunjika kwa ndoa, mwishowe na kuathiri hata maisha ya watoto na haki za watoto, ambao hawa watoto kweli hawajahusika kamwe kwenye matatizo yanayotokea kwenye migogoro hiyo inayotokea kwenye familia. Kwa hiyo wapendwa, ninataka niwakaribishe muwe pamoja nami kwenye mafundisho haya. Yataleta ufahamu mkubwa sana kwenu, kwa sababu ufahamu tunaotoa ni ufahamu unaohusu maisha yetu ya kila siku. Ni ufahamu unaohusu namna gani tuwasaidie hawa vijana, alafu tuone jinsi ya kuwasaidia watu wanaosumbuka na trauma, tuone jinsi ya kuwasaidia watu ambao wana depression, tuone jinsi ya kuwasaidia watu wanaosumbuka na magonjwa ya akili, tuweze kufahamu jinsi ya kuwasaidia, kwa sababu hawa watu tunaishi nao ndani ya nyumba zetu, na wakati mwingine hatuelewi, hatufahamu. Badala ya kuwasaidia watu wanakimbilia kwenye waganga wa kienyeji, hasa hawa watu wanaosumbuka na depression, watu wanaosumbuka na magonjwa ya akili. Badala ya kuwapeleka hospitali, watu wanakimbilia kwenye mambo ya waganga wa kienyeji wakifikiri hawa watu wamerogwa.
au hawa vijana wanaoathiriwa na utumiaji wa bangi na pombe za kupindukia. Watu hawajui kwamba hizi bangi na pombe ndizo zinawabadilisha hawa vijana. Watu wataanza kufikiri kwamba hawa watu labda wamerogwa, wamechezewa, lakini hapana. Wakati mwingine wameharibiwa na utumiaji wa bangi na pombe kiasi cha kupindukia. Sasa mafundisho yetu huwa yanasaidia sana kuleta ufahamu kwa wazazi, ndugu, marafiki wa hawa watu ambao wameathiriwa, ili tufahamu jinsi ya kuwasaidia na ikibidi tuwachukue kwenye hospitali ambazo zinatoa ushauri na kutoa hata madawa kwa wakati mwingine. Kitu kingine nataka niwaambie kwamba ndugu zangu, sasa hivi tunasherehekea sikukuu ya Christmas na tunaelekea kwenye mwaka mpya sasa. Nataka niwaambie kwamba Christmas ni sikukuu tunaposherehekea kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu Kristo ni mfalme wa amani, mshauri tena wa kweli. Haya huwa tunayasoma kutoka kwenye kitabu cha Isaya sura ya 9 mstari wa 5 na wa 6, kwamba Kristo ni mfalme wa amani na mshauri wa kweli. Naomba kwenye kusherekea na kuadhimisha sherehe hii ya kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo, hasa sisi kwa Kristo tunavyoamini kwamba Kristo ni mfalme wa amani, acha tukubali amani iwe kwetu, amani iwe ndani ya mioyo yetu, amani iwe kwa vijana wetu. Nyinyi vijana ambao mmekosa amani kwa sababu ya uvutaji wa bangi na pombe za kupindukia, acha Kristo atawale mioyo yenu, acha Kristo atawale na wafundishe jinsi ya kuwa katika mwenendo mpya. Awe mshauri wenu, awe msaidizi wa kufahamu jinsi mnavyoweza kufungua ukurasa mpya wa maisha mapya na kuanza mwenendo mpya. Hapa nataka niwaite na niwasihi vijana waume na wa kike kwamba mwanzishe ukurasa mpya wa kuepuka yale makundi ambayo mlikuwa mkishirikiana nayo katika utumiaji wa dawa za kulevya, uvutaji wa bangi pamoja na pombe za kupindukia. Badilikeni, geuka, acha. Badala ya hapo, muwe chanzo na chachu ya kuwabadilisha hawa wenzenu ambao mlikuwa mkishirikiana pamoja katika utumiaji wa bangi, pombe za kulevya na mambo mengine. Mungu atakubariki ikiwa wewe mmoja utachukua uamuzi wa kumshauri na kubadili uzima wa mwenzako. Siku moja ina hakika kwamba atasimama na kutoa ushuhuda kwamba wewe ulimsaidia kubadilika kutoka katika hali ya uvutaji na ulevi, na itakuwa ni vizuri sana na itakuwa ni jambo muhimu sana. Wapendwa wanaume wenzangu na wanawake, nataka niwaambie kwamba Christmas, sherehe zake zisiwe chanzo cha kuvunja na kubomoa ndoa za wenzenu. Haya ni mambo mabaya sana ambayo wakati mwingine yanapelekea hata kuvunjika kwa ndoa na kukiuka kwa haki za watoto, ambao hawa watoto hawahusiki katika mambo ambayo sisi watu wakubwa wakati mwingine tunayapendelea na kuendana nayo. Kwa hiyo ndugu wapendwa, nataka niwaambie kwamba Christmas iwe ni siku ya amani. Sherehe za Christmas ziwe za kuleta amani nyumbani kwetu na kwa majirani zetu, kwa watoto wetu, kwa taifa letu, na iwe ni siku inayoleta faraja badala ya mafadhaiko ndani ya nyumba. Vijana tunawapenda, nyinyi ni watu wa thamani, nyinyi ni chanzo cha familia
ya leo na kesho, taifa la leo na kesho, na hata ulimwengu mzima. Karibuni tuwe pamoja, fuata mafundisho yetu, mtoe mawazo yenu kwenye comment zenu. Msisahau kufanya subscribe, like na share ili muweze kuwa mkifuata mafundisho yetu hatua kwa hatua kila siku. Mungu awabariki.